Hali ya usalama katika Mashariki ya Kati imeingia katika hatua mbaya zaidi kufuatia mashambulizi ya moja kwa moja makombora balistiki yaliyorushwa na Iran kuelekea nchini Israel. Katika saa chache zilizopita, Iran imerusha wimbi ya makombora balistiki yaliyolenga miji mikuu ya Israel ikiwemo Tel Aviv, Jerusalem na Beersheba. Mashambulizi hayo yamezifanya mamlaka nchini Israel kupiga vingora vya hatari, hali iliyolazima milioni ya raia kukimbilia kwenye maandaki ya kujificha. Pamoja na ukubwa wa mashambulizi hayo, jeshi la Israel IDF limeeleza kuwa mifumo yao ya ulinzi wa anga imefanikiwa kudungua idadi kubwa ya makombora hayo. Hadi sasa hakuna ripoti za vifo au majeraha makubwa yaliyothibitishwa upande wa Israel, jambo linalotajwa kuwa ni matokeo ya ufanisi wa teknolojia ya ulinzi wa nchi hiyo. Wakati huo, jeshi la Marekani limetangaza kuendeleza operesheni yake Epic Fury, ambapo inadai kushambulia zaidi ya shabaha 3,000 ndani ya ardhi ya Iran. Rais wa Marekani Donald Trump ametoa tamko akisisitiza kuwa uwezo wa kijeshi wa Iran, hasa jeshi la anga na majini, umezoofishwa vibaya sana. Ripoti kutoka Tehran zinaeleza kuwa milipuko mikubwa imetikisa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mehrabad, huku picha za video zikionyesha moshi mzito na uharibifu wa miundombinu ya ndege. Balozi wa Iran katika Umoja wa Mataifa ametoa takwimu za kustua, akidai kuwa tangu kuanza kwa mapigano haya mapya, takriban raia 1332 wamepoteza maisha nchini Iran, wakiwemo wanawake na watoto. Iran imeshutumu Marekani na Israel kwa kulenga shule na hospitali, huku kwa upande mwingine nchi jirani zimeanza kuchukua hatua za tahadhari. Saudi Arabia imeripotiwa kudungua makombora yaliyokuwa yakielekezwa katika kambi yake ya kijeshi, huku Qatar ikifunga sehemu yake ya anga kwa ndege za kiraia na kuruhusu ndege za uokoaji. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer ameruhusu ndege za kivita za Marekani kutumia vituo vya kijeshi vya Uingereza kurusha mashambulizi dhidi ya Iran. Hali inazidi kuwa tete baada ya jeshi la Iran IRGC kuonya kuwa linafuatilia kwa karibu nyendo za meli za Marekani katika mlango wa bahari wa Hormuz. Eneo hili ni kiungo muhimu cha biashara ya mafuta duniani, na kufungwa kwake kunaweza kusababisha mtikisiko mkubwa wa kiuchumi duniani kote. Dunia sasa inasubiri kuona kama diplomasia itapata nafasi au kama mgogoro huu utageuka kuwa vita kamili vya kikanda. Hii ni Dems Media na mimi ni Abdul Juma. Ni kuombe kusubscribe channel yetu, lakini pia na kufuatilia kurasa zetu zote katika mitandao ya kijamii Instagram, TikTok na Facebook. Tunatumia Dems Media. Tukutane kwa wakati mwingine kunako majali wa Mwenyezi Mungu, lakini usisahau kusubscribe na kusambaza na wengine taarifa hii.